Nasema hivi, nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Tarudia John 3:16 inasema hivi, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Mungu abariki neno hili. Jambo kanisa. Wakati wa wimbo ambao tutasimama na nyimbo zetu za Kikristo, wimbo namba 119. 119 na kiongozi wa nyimbo Yesu anasema Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu umekuwa pamoja nasi kwa kipindi cha wiki moja ambayo imeisha, na leo ni siku ya Sabato ambao tumekuja ili tuweze kukuabudu na kukuinua kwa sababu unastahili sifa. Tunapoanza programu yetu, tunaomba uwe pamoja nasi, utuongoze katika hali zote, na wote ambao wanaoisikiza na kuiangalia mbali na karibu wakaweze kubarikiwa kwa sababu wewe uko na nguvu na uwezo. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatendeke katika maisha ya kila mmoja wetu. Tukiweka nchi yetu nzima mikononi mwako Mungu wetu wa mbinguni katika kipindi hiki, ukaweza kuleta suluhisho ya shida ile ambayo imekwisha kutokea, na hatima ya mambo yote watu wako wawe na nafasi nzuri ya kuweza kutukuza na kukuinua na kujiandaa kwa sababu ya marejeo yako. Mchungaji atakapoingia kwa ajili ya kuleta neno lako, tunaomba kuweza kumtumia kama chombo ili wote wanaotazama na kusikia wakaweza kubarikiwa na kusonga karibu na wewe. Jina lako litukuzwe siku zote, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Na wasalimu wana wa Mungu, amjambo. Tumefika wakati wa zaka na sadaka, ndio nataka tuweze kuingia katika programu hiyo, ikiwa ni moja wapo ya ibada zinazomtukuza Mungu. Ni
katika wakati mwingine mwema tunaenda kukumbuka watoto katika ibada yao, na ibada yetu inakuja tu kutokana na yale ambayo tunaojua. Watoto tunapenda kwenda katika party, hasa wakati huu ambao wa corona. Wengi tunapenda kutembelea marafiki zetu. Asante Elda kwa hiyo story nzuri ya watoto. Wakati huo wakati wa kumwalika pastor ili acha atupee neno, lakini before pastor asimame ili atupee neno, ni ya kwamba mahubiri yetu kuanzia leo jioni tutaiweka katika YouTube. Wale ambaye maybe watachelewa leo hawatayaona, kuanzia leo kuendelea mbele tutakuwa kwa YouTube. Ule mwenye atataka kuangalia na kusikiza neno la Bwana atakuwa akifungua, ataangalia through YouTube ya Pipeline SDA Church. Na Mungu awabariki. Pastor, karibu. Pendwa wa Yesu na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Happy Sabbath mahali popote watazamaji kanisani, kila mahali ulipo. Bwana asifiwe sana. Karibuni katika ibada yetu ya siku ya leo, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha kuyaona yale ambayo hatungeyaona, lakini amekubali tuyaone kwa kipindi chetu. Na ni bahati kubwa tunayaona haya. Biblia inasema wanabii, wazee wa zamani walitamani kuona yale tunayoyaona sasa, lakini wasiyaone. Wewe na mimi tumeyaona. Sijui kama imekufundisha nini, imekusaidia kuelewa nini katika hali ya dunia hii. Dunia sio nzuri, dunia sio nyumbani. Nyumbani kwetu ni mbinguni, mahali Yesu alienda kutuandalia makao, mahali tutakapokaa pamoja naye milele zote. Sipokuwa na dhiki kama hii, sipopitia magumu kama haya, tunatarajia mbingu mpya. Wakati haya yote yatakuwa yamefika mwisho wake. Basi karibuni wale mlio nyumbani, watazamaji wote, kila mmoja mahali ulipo, kaeni vizuri na tutoe makelele. Watoto wasiwe wanapiga makelele. Kila mmoja utulie, maana ni saa heri, ni saa ya maombi, saa takatifu ya kumsikia Mungu akinena pamoja nasi katika neno lake. Kwa hivyo ninawakaribisha sana, na tunapoendelea hivyo mkumbuke ya kwamba bado ibada zetu ni kama kawaida. Kuna wengi wamesahau wakaenda kufanya mambo mengine pasipo kuzingatia kanuni zote za ibada ya kanisa ya Bwana. Kama matoleo yetu, wengi wamesahau sana, lakini kwa neema tunakumbusana ya kwamba usisahau. Yesu anaweza rejea wakati umesahau na ukajikuta off guard, na hii itakuwa ni kilio ukisema ya kwamba laiti kama ungalijua na kujua ni sahihi, ujiweke tayari Mwokozi anaporudi. Tangazo kwa mzee wa kanisa letu la Pipeline, anasema ya kwamba washiriki. Kwa hivyo siku ya leo, bila kupoteza muda, ningependa niwalete katika neno la siku ya leo. Na neno la siku ya leo linasema kwa lugha ya Kimombo, born to live forever. Born to live forever. Kwa Kiswahili, tumesaliwa ili tuishi milele. Bwana asifiwe. Na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunapoingia katika neno hili ya siku ya leo, tuomba Roho Mtakatifu atufungulie kulielewa vyema, na zaidi ya yote tulitukuse jina lako. Mwisho wa somo hili Bwana, tukuone kama Bwana ambaye unajali maisha yetu, ambaye ungejali kutuona kila mmoja wetu akiishi maisha marefu na hata maisha ya umilele. Kuwa pamoja nasi kwa mafundisho ni ombi letu, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Born to live forever, ndio somo letu ya siku ya leo. Wapendwa, kila mmoja wetu, uwe mkubwa uwe mdogo, kusudi la Mungu ni ya kwamba tumesaliwa ili tuishi. Hatujasaliwa ili tufe, tumesaliwa ili tuishi. Sisi kama wanadamu
sisi kama wanadamu wote jinsi tulivyo, tumeumbwa kwa njia ya kipekee sana, ya kwamba tumeunganishwa pamoja na hisia ndani yetu ya kila mmoja wetu, ya kwamba nilizaliwa niishi. Kila mmoja wetu anapenda kuishi. Ndio sababu tunaposikia tishio la maisha, kila mmoja wetu unasikia ya kwamba unatisika ndani ya moyo wako. Ndio sababu ukisikia mtu ndio huyu anataka kutuua, kila mmoja utaanza kuona akihangaika kutafuta namna ya kuepa. Kila mmoja ndani yake kuna hisia ambayo inatuambia ya kwamba tunataka kuishi. I want to live. Ningependa kuishi, singependa kufa. Kwa hivyo we are bonded together by our common desire, the desire to live. Wanadamu tunapotisiwa na jambo lolote la maisha, mara nyingi tumeona mambo mengi ya kututisa. Huwa tunatiswa na vitu vingi, mambo mengi yanatutisa katika maisha. Labda ni ajali fulani, labda ni mtoto mmoja ambaye alikuwa ndani ya nyumba yake, ndani ya nyumba yao, ghafla moto katokea, na mtoto ndio huyo, nyumba inaungua na mtoto wako ndani. Naamini ya kwamba wale ambao wako nje na ni watu wazima na ni watu wenye akili timamu, utaona wengi wakijitoa sana, watu wakijikakamua kikamilifu kupenya na kuhakikisha ya kwamba wameingia hata ndani ya moto ili waende kuokoa maisha ya yule mtoto. Hiyo ndio hali ya mwanadamu. Kuna wanadamu wanaojitoa muhanga maisha yao, wanaotoa muhanga maisha yao kwa minajili ya kuokoa mwenzake ambaye anaungua. Huenda ni ajali imetokea barabarani, ajali ya barabara. Unajua mara nyingi tunasikia ajali imetokea mahali na watu wa Mungu wameumia. Kuna wengine wanapanwa na mabati ya magari, wanalia wakisema, "Oh, nisaidie." Unaposikia vilio kama hivyo, kuna wanadamu wengine wanajikakamua sana kupomoa yale mabati, hata kama yanawakata wengine mikono na kutoa damu, lakini shughuli na hali na hitaji ni ya kuhakikisha ya kwamba wameokoa maisha ya mwenzao. Kuna wengine ambao kuna wale watu ambao wanaenda kupanda ile milima mirefu, wale ambao wanapenda kupanda milima mirefu. Kuna hao watu wakifika huko, wengine wanafika mahali wanakwama kwa sababu ya miamba na mambo mengine. Kwa ukienda milima mirefu kama mlima Kilimanjaro, kama mlima Kenya, kama mlima wa Elgon, kuna watu wanapenda kuenda kufanya ziara kule milimani, lakini wengine hufika mahali wanakwama kwa njia moja ama nyingine, wanaanza kulilia usaidizi na msaada. Na kuna wengine wakisikia kilio wanajikakamua kuadharisha maisha yao ili waende kuokoa yale maisha. That is how human beings we are bonded together by common desire, all of us to live. Kuna ingine ya kwamba the threat of terror attack, ugaidi. Ukisikia magaidi yamefahamia mahali kama ile ya juzi Nairobi, Tusi, na uliona jinsi wengine waliojikakamua kujikwenda kuokoa maisha ya wale wenzetu ambao walikuwa wamefahamiwa na makaidi katika Tusi attack. Hayo yanatufundisha ya kwamba we are bonded together by a common desire, we human beings. We are bonded together by a common desire. All of us want to live. Ungependa kuona mtoto wako anaishi. Watoto wangependa kuona wazazi wao wanaishi. Ungependa kuona jirani yako anaishi. Hata kipindi hiki cha corona ambayo maisha yametishiwa sana. This virus threatens so many lives around the world. Watu wengi wamejitoa. Tunashukuru huduma ya afya, our nurses, our doctors wamejitolea muhanga. Wapendwa, sio jambo rahisi, maana this is an enemy unforeseen. Ni adui ambaye haonekani, huwezi kumjua jinsi anapokufamia, lakini madaktari wetu
na idara nzima ya afya wamejikakamua kuhadharisha maisha yao kwa minajili ya kuhakikisha ya kwamba wapendwa, ndugu zao na dada zao wako salama katika hali yao ya afya. Hiyo ndio inatufundisha ya kwamba we are all bonded together as human beings. We are all bonded together by a common desire that all of us, we need to live. We were born to live and not to perish. But why do you want to perish anyway? Kwa nini ungependa kufa wewe? Why do you want to perish? The desire of God, makusudi ya Mungu ni ya kwamba wote waishi milele zote, kila mmoja aishi milele na milele pasipo kuangamia. Lakini maangamizi pia tusisahau ya kwamba yako, the truth. Let me tell you the truth. None of us likes to think about, that the life of everyone, last one of us are in danger. Hatutaki kukubali ya kwamba maisha yetu kila mmoja wetu yako katika hali ya hatari. But the truth is, we are all destined to die. Hiyo ndio ukweli wa maneno. We are all destined to die. Kwa nini? Mwanadamu jinsi tulivyo hivi, licha ya kwamba tunatisiwa na maisha na hatutaki kufikiria ya kwamba maisha yetu yamo hatarini, lakini ukweli wa maneno ni ya kwamba sisi wote wapendwa, sisi wote wakubwa kwa wadogo tumehesabiwa kifo. We are destined to die. Tumehesabiwa kifo. Kwa nini? Biblia inasema, nayo inasema katika kitabu cha Warumi 6:23. Warumi 6:23. Neno la Mungu linasema, maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Bali gharama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe sana kanisa. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hiyo ni Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hii sasa ndio kitu ambao kinataka kutukumbusha ya kwamba we are destined to die. Kwa sababu gani? Sababu ya dhambi. We are all destined to die because of sin. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi, malipo yake ni mauti. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Wandugu wapendwa, ningependa leo hii niwaambie dhambi inaua. Death is a poisonous stuff. Don't consume it. Wherever you see any label, it is sin, don't consume it, please. It is a poisonous stuff. Ni hatari kwa maisha yako na inaua. Dhambi inaua. Kwa nini dhambi inaua? Kwa nini dhambi ni so dangerous? Why is sin deadly? Kwa nini ni ya kuua sana? Ni kwa sababu dhambi hii ndio siri kubwa. Hii dhambi, neno la Bwana linasema ya kwamba inaleta kututenga na Mungu wetu. Inatutenga na Mungu wetu. It separates us. Dhambi inatutenga na nani? Na Mungu wetu ambaye ndio muumba wetu. He is the source of life. God is the source of life. Biblia, neno la Mungu katika kitabu cha Isaya, ningependa tusome pamoja. Isaya 59 mstari wa 2. Chapter number 59, the book of Isaiah, verse number 2, the Bible says, your iniquities into bracket sin has separated you from God. Your iniquities into bracket sin has separated you from God. Kwa sababu dhambi imetutenganisha na Mungu wetu. It has separated us from our Creator, our God.
who is the real source of life. And once you are disconnected from the source of life, what is the result? The end result is death. When you are separated from the source of life, ukikatishwa hivi kutoka chemichemi ya uzima, basi kinachobaki kwako ni mauti, wapendwa. Ndio sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti, kwa sababu umetolewa kwa uzima, sasa wewe umebaki pweke. Hii miti ambayo tunayaona hapa nje imetegemea sana udongo, inategemea chemichemi ya udongo na ile maji ambayo yuko kwa udongo, lakini ukidisconnect mti na udongo, mahali ulikuwa unategemea chakula chake na maji yake ili ipate uzima, huo mti ukifika siku ya kesho kwenda kuangalia, utagundua ya kwamba mti umekauka, na ishara ya kifo. Hivi mwanadamu pia akitenganishwa na Mungu wake, once we are separated from the Creator, the source of our lives, then we are subjected to death. Sisi tu ni wakufa, hakuna jambo lingine ambalo linabaki. God is the source of all life, and when Adam and Eve sinned, they began to die. Why? Because they were separated from their Creator through sin. They were created from their Creator through sin. And because of them, every one of us has sinned and is under the sentence of death. Wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, wao ndio chanzo cha matatizo ambayo tunayapitia. Walipoasi, neno la Bwana linasema dhambi iliingia, na dhambi ilipoingia, basi wakaanza kufa. Historia ya kifo unapoisoma katika Biblia inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Unaposoma Biblia, historia ya kifo inapatikana katika sura ya 4 ya kitabu cha Mwanzo. Wana wawili wa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walizaa wana wawili. Wa kwanza alikuwa anaitwa Kaini na ndugu yake Abili. Mnawajua ni watoto waliopendana, maana wamesaliwa na mzazi mmoja. Lakini walipokuwa wakikua katika maisha haya, kila mmoja akaingia katika hali yake ya kujitafutia maisha ya mikono yake. Mwingine akaamua kuwa mkulima, mwingine akaamua kuwa mfugaji wa kondoo. Basi hiyo ni kazi nzuri, maana Mungu alisema baada ya kuasi, tulipofukuzwa katika bustani mwa Edeni, Mungu alisema ya kwamba mtakula kwa jasho lenu. Sasa hawa vijana wameamua kula katika jasho lao, kila mmoja wao. Mmoja akaamua kuwa mkulima wa shamba, nalima matunda mbalimbali, mwingine akaamua kuwa mfugaji wa kondoo. Basi kama ilivyokuwa desturi, maana Mungu ni Mungu na ndio anayotuwezesha kumiliki kila kitu ambao tuko nacho. Ilikuwa ni desturi ya watoto wa Mungu ya kwamba wanaleta sehemu ya mapato, sehemu ya mazao mbele ya Mwenyezi Mungu ili ipate kukubalika kama kafara. Kila mmoja alipolete, Abili alileta yake, Kaini akaleta yake, wakaweka kwa madhabahu ili ipate kubarikiwa. Moto ikawashwa, na moto ndio ishara ya kwamba kafara yako imekubalika ama kafara yako imekataliwa. Tunaona ya Abili ilipowekwa kwa moto, moshi ulienda mbinguni. Kaini yake ilipowekwa kwa moto, moshi ukaenda kombokombo. Hasira na ile ghadhabu ya mwanadamu kapanda ndani ya huyu ndugu Kaini. Hakumpenda ndugu yake tena, kwa sababu ameanza kuona kijicho. Kwa nini yake ikakubalika? Kwa nini yangu ikakataliwa? Hapo alipopandwa na hasira, walipokuwa kule uwanjani, alimuua ndugu yake. Wasasi waliokuwa hawajawahi kuona kifo
waliokuwa hawajawahi kuona mauti wakaanza kuona mauti katika maisha yao, wakashangaa, kweli huyu mtoto wetu ni kulala amelala ama ameenda? Maandiko mengine nasema walichukua muda kwa kutazama ni nini kimetiri katika maisha ya huyu kijana yao, wakifikiri ni usingizi. Lakini siku zilipoenda, harufu mbaya ikaanza kutokea kwa yule kijana, ndipo wazazi wakagundua, huyu mtoto wetu hayuko pamoja nasi, maana harufu hii sio ya kawaida, ni kama ameenda na amekufa. Ndio wakakumbuka neno la Bwana. Mungu aliwaambia, mtakapokula mti huu kufa mtakufa. That is how sin came, and that is how little sin can be in our lives. Sin separates us from God, the Creator, the source of all our lives. And when you are separated from God, the end result, my dear viewer, is nothing but what? Death is the end result. Kwa hivyo, Adamu walianza kufa, walianza kusudia kifo. Mambo ikaanza kuenda mlama katika maisha yao. Basi katika kitabu cha Warumi ni 5. Enda tuone vile Biblia inatufundisha. Warumi ni 5. Mstari wake ni 12. Warumi 5:12. Kabla tusome 19. 12 inasema, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin. Wapendwa, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin. Hii dunia haikuingishwa na dhambi na watu wengi. Biblia inasema dhambi duniani kupitia mtu mmoja, just one person. Mtu mmoja aliyetenda dhambi ndiye alisababisha hii shida zote ambazo tunasipitia kama wanadamu. Sin entered the world through just one person. Deserve it because of sin. This gift, kama mbingu ingeamua the justice, ni kwamba sisi wote tungeangamia kama kizazi cha mwanadamu, labda malaika wabaki wakitawala dunia hii. But because God loved this world so much, ndio sababu akasema lazima hii gharama ilipwe na mtu fulani. We cannot earn it by our own good works. Ndugu yangu wapendwa, we cannot earn this gift that God has given to us through our own efforts. Wesi kuenda kufanya vizuri sana, nataka fanya bidii na mimi nipate hii. You have nothing to do. Matendo yako mema hayatakusaidia. It is by grace alone, in Jesus' name. Grace alone. Hii wapendwa, ninawaambia, we don't deserve it. Hata kazi yako ikiangaliwa, matendo yako yakiangaliwa, maybe and probably you don't qualify. But anyway, God has given it to us. Ni yetu sasa. We cannot earn it by our own good works. We can't buy it. Hatuwezi kununua hii salvation. You cannot buy salvation, mpendwa, katika bei yoyote. You cannot buy it. After all, you have no money to buy salvation. It's very costly. Very, very costly. And the price for it is not anything else except what? Blood of Jesus Christ, which nobody of us can pay. Warumi 19. Hata kabla nisome Warumi 19, wacha nirudie ile fungu la kukariri tuliolisoma. Roho yangu inaniambia nikisoma hiyo 19, mstari wa 19 Warumi 5, itakuwa ni tamati ya mahubiri yetu ya siku ya leo. Kwa sababu tumeambiwa salvation is a gift from God.
We don't deserve it. We can't earn it by our own good works, and we cannot buy it at any price because it is paid for. We need to understand how it is paid for. In the book of John chapter 3:16. John chapter 3 verse number 16. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes should not perish but have everlasting life." Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa kipekee, ili yeyote atakayemwamini asipotee bali wote wawe na uzima wa milele. Hiyo ndio kusudi la Yesu Kristo, ya kwamba yeye alitamani ya kwamba